Karibu mtazamaji wa Dodoma City TV. Yafuatayo ni matukio ya wiki kutoka halmashauri ya jiji la Dodoma kuanzia tarehe 18 Mei 2025 hadi tarehe 23 Mei 2025. Huu ni muhtasari wake. Halmashauri ya jiji la Dodoma imepokea jumla kiasi cha shilingi milioni 93,848 kutoka katika mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo la Dodoma mjini. Madereva wa magari ya serikali wametakiwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa kwa ajili ya usalama barabarani pindi wanapokuwa wakiendesha magari. Na katika michezo, polisi Dodoma wapongezwa kwa kuwa mstari wa mbele uhamasishaji matukio ya kitaifa kupitia michezo. Nitakaye kusomea matukio ya wiki kwa siku ya leo ni mimi Nancy Kivuyo. Ungana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule alisema mkoa wake unaendelea kuhamasika katika ufugaji wa nyuki kwa maslahi mapana ya mkoa na taifa kwa ujumla. Aidha, alisema kuna viwanda vitatu ambavyo vinaendelea kuchakata mazao ya nyuki na kuuza. Alitoa shukrani zake kwa Mheshimiwa Mizengo Pinda kwa sababu shamba lake limekuwa shamba darasa na kufanya wana Dodoma kuwa wafugaji wa nyuki. Lakini swala la nyuki, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumesikia faida zake. Sisi mkoa wa Dodoma tumeendelea kuhamasisha wananchi na ni bahati nzuri kuwa mwaka 2024 yani mwaka jana maonyesho haya pia na siku hii ilisherehekwa katika mkoa wetu wa Dodoma. Lakini tumefaidika na tumeendelea kuhamasisha wananchi kuendelea kufuga nyuki kwa manufaa mapana ambayo yamesemwa na wengi, na wataalamu pia watatuambia kuwa nyuki ni uhai. Yawezekana tungekuwa tumeelewa vizuri manufaa ya nyuki, tungehamasisha kuliko vitu vingi ambavyo tunahamasisha, kwa sababu bila nyuki kumbe mazao hayawezi kupata matunda yake au mazao yake au hayawezi kuzaa. Kwa hiyo tumeendelea kushukuru kuwa mkoa wa Dodoma umekuwa ni kati ya mikoa ambayo nayo inahamasisha ufugaji wa nyuki na inao wafugaji wa nyuki. Lakini pia tunafurahi kuwa tunavyo viwanda vitatu ambavyo vinaendelea na kuchakata asali na kuuza. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Mizengo Pinda ambaye amekuwa ni mfano, na katika shamba lake Mheshimiwa Waziri Mkuu imekuwa ni shamba darasa. Watu wengi wanakuja toka mikoa mbalimbali na wananchi wa Dodoma, na anawaruhusu kila mtu anayetaka kujifunza akatembelee pale. Na mimi nilikuwa ninauliza anachaji hela ya utalii, anasema hapana, ni bure hata bila gharama yoyote. Mheshimiwa, tunakushukuru sana, umefanya wana Dodoma wamekuwa ni sehemu ya ufugaji wa nyuki. Halmashauri ya jiji la Dodoma imepokea jumla kiasi cha shilingi milioni 93,848 kutoka katika mfuko wa kuchochea maendeleo ya jimbo la Dodoma mjini kwa lengo la kuchangia utekelezaji wa miradi ya maendeleo mbalimbali. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi matofali 41,000 na mifuko ya saruji, mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde alisema mfuko wa jimbo umeweza kuchangia maendeleo mbalimbali katika kata za Dodoma mjini kama vile ujenzi wa matundu 6 ya vyoo katika shule shikizi ya msingi ya Azimio, ufiatuaji wa tofali 41,000 kwenda katika kata 41 za jiji la Dodoma uliogharimu kiasi cha shilingi milioni 62,992,000. Napokea shilingi milioni 93 kama fedha ya kuchochea maendeleo katika jimbo la Dodoma mjini. Kwa miaka yangu yote mitano, miaka 10, niliainisha matumizi ya mfuko huu katika vipaumbele vifuatavyo. Cha kwanza ilikuwa ni elimu, cha pili kilikuwa ni afya, na cha tatu ilikuwa ni kuwawezesha wananchi kiuchumi. Kwa hiyo kila mwaka ilikuwa tunafanya kipaumbele kimoja, mwaka unaofuatia tunakuja kingine. Lengo kubwa ilikuwa ni tuweze kufikia maeneo tofauti tofauti. Ndugu zangu, ninyi ni mashahidi, katika miaka 10 ya mfuko wa jimbo imeleta mapinduzi makubwa sana. Mzee Mwansasu kama yuko hapa anaweza kawa shahidi. Mmejenga wodi ya wazazi kwenye kata yako, walikuwa wanajifungua eneo ambalo lilikuwa halina staha, mfuko wa jimbo umejenga. Lakini vile vile kama Sutuchi huko hapa kata ya Yumbu, utakumbuka wakina mama walikuwa wanapata huduma nje katika ile jengo dogo. Tulijenga jengo lingine na kulikarabati ukiwa mwenyekiti wa mtaa wewe, na ulilisimamia mwenyewe kabla hujawa diwani. Naye mkuu wa wilaya ya Dodoma Alhaji Jabir Shekimweri alimpongeza mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde na kusema kupitia mfuko wa jimbo aliweza kuwakomboa watoto pamoja na wananchi kwa ujumla. Kwanza kabisa kukushukuru na kukupongeza kwa uungwana. Tumpige makofi mengi sana mbunge. Mheshimiwa Mwenyekiti, ametoka kuongea hapa na ameongea sahihi kabisa.
mwenyekiti wa fedha za mfuko wa jimbo ni mbunge yeye mwenyewe mwenye hilo jimbo. Kwa hiyo kwa asilimia zaidi ya 80 matches kuna mwongozo wa matumizi ya hizo fedha, lakini kwa sehemu kubwa inaangalia dira na maono ya mbunge mwenyewe. Madereva wa magari ya serikali wametakiwa kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa kwa ajili ya usalama barabarani pindi wanapokuwa wakiendesha magari hayo. Hayo yamebainishwa na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma SACP George Katabazi wakati akizungumza na madereva hao kwenye kikao maalum alichokiitisha katika ukumbi wa PGA jijini Dodoma, kilicholenga kuzungumza nao juu ya utii wa sheria za usalama barabarani kwa sababu baadhi yao wamekuwa wakilalamikiwa kukiuka sheria hizo. Dereva wa serikali mkiwa na viongozi wenu, viongozi wa madereva wa serikali, mwenyekiti na katibu, ni jambo zuri sana. Najua kuna mada mbalimbali zitatolewa, lakini kikubwa hasa ni kuwataka madereva wa serikali kuzingatia sheria, kanuni na taratibu zinazohusiana na usalama barabarani. Hii sheria ya usalama barabarani, kwamba tunawakumbusha, tunawaelimisha kuhusiana na sheria hizo, taratibu hizo na kanuni hizo. Tunajua mmesoma wengine kwenye vyuo, kwa hiyo lazima tukumbushane, lazima tuelimishane. Lakini pia kuwaonya baadhi yenu ambao wazingatii sheria za usalama barabarani. Sasa tunaonyana, tunakemehana, tunawakemea wale ambao kwa makusudi wanavunja sheria za usalama barabarani, kwa makusudi wanavunja sheria za usalama. Akizungumza baada ya kikao hicho, mwenyekiti wa chama cha madereva wa serikali Bwana Isa Kisebengo amesema kuwa elimu walioipata kwenye kikao hicho imewasaidia kutambua majukumu na wajibu wao kwenye utumishi wa umma na kutoa wito kwa madereva wenzake. Licha ya kuwa ni madereva, lakini ni watumishi, sisi ni watumishi wa umma. Kwa hiyo elimu tulioipata imetufanya tutambue majukumu yetu katika utumishi wa umma, wajibu wetu katika utumishi wa umma tukiwa kama watumishi. Tukiunganisha haya maadili ya utumishi wa umma pamoja na elimu tuliyopata kutoka katika wakufunzi wa usalama barabarani, tunategemea kwamba tutakuwa madereva bora ambao tunatakiwa kuwa kama madereva wa serikali. Wito wangu kwa madereva wa serikali ndani ya mkoa wangu wa Dodoma, nikiwa kama mwenyekiti wao, lakini si mbaya hata wa nje ya mipaka ya Dodoma. Sisi ni vioo kwa madereva wengine, lakini pia sisi tunabeba watu ambao ni watumishi wa serikali, lakini pia kuna watumia barabara wengine ambao ni wananchi wa kawaida. Wote hao wanatutegemea sisi usalama wao. Kwa hiyo wito wangu madereva wote wa serikali, mafunzo yetu tuliyofanya leo hapa tusiache hapa. Tuyabebe, tuyaitunze kwenye vichwa vyetu na tunde tukayafanyie kazi kama vile tulivyopata hapa. Mbunge wa jimbo la Dodoma mjini Anthony Mavunde amekabidhi gari la kubebea wagonjwa ambulance kwa lengo la kusaidia wagonjwa pale inapotokea dharura. Aidha, aliwasisitiza watumishi wa hospitali na wananchi wote kuitunza ili iweze kuwanufaisha wote na kutumika kwa muda mrefu. Akitoa shukrani kwa niaba ya wananchi, diwani wa kata ya Nala Herman Masila alikuwa na haya ya kusema. Moja kati ya jambo ambalo niliona litabaki kama kumbukumbu yangu katika kata hii ya Nala ni baada ya kuzungumza na wenzetu wa kampuni, ina vitu vingi vya kufanya, lakini mimi nilichagua kupata ambulance ikiwa ni sehemu ya ambulance hii ilikuja kwangu mimi niamue mwenyewe niifanyie nini. Ina thamani ya milioni 120. Nafikiri daktari umeiona mle ndani na vifaa vilivyopo mle ndani, na hii ni kampuni ambayo wanaanza kutambulisha sokoni
Gari hiyo nafikiri ni Mahindra, ni gari aina ya Mahindra, gari mpya ambayo wametambulisha kupitia utaratibu huu, na naamini kabisa gari hili litatumika kwa makusudi yaliyokusudiwa. Kwa natumai gari hili mtalitunza, lakini vile vile litaleta mageuzi makubwa kwenye kuboresha huduma ya afya kwenye hospitali yetu ya wilaya. Hospitali ambayo nasema leo tumeingia kwenye historia kubwa, na hospitali ambayo jiji la Dodoma inaipata ya wilaya ya kwake ya kwanza, ambayo pia imekuja na baraka yake, ikiwemo barabara ya kiwango cha lami kutoka barabara kubwa kuingia mpaka hapa. Hivyo nichukue fursa hii kuwashukuru sana GF Truck, utanipelekea salamu zangu kwa Salman na timu nzima. Lakini pia naamini ndugu zangu mtaipokea na mtaitunza kama nilivyosema, ikafanya kazi iliyokusudiwa. Na katika michezo, mkuu wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Rosemary Senyamule tarehe 19 Mei 2025 alifunga bonanza la michezo katika uwanja wa Mtekelezo jijini Dodoma lililoandaliwa na Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma kwa ajili ya kuhamasisha wananchi wajitokeze katika uboreshaji wa daftari la kudumu la mpiga kura. Akizungumza wakati wa hotuba yake, Mheshimiwa Senyamule amelipongeza jeshi hilo kwa kuwa mstari wa mbele kuanzisha kampeni za uhamasishaji pindi yanapotangazwa mazoezi ya kiserikali. Nichukue nafasi hii kupongeza Jeshi la Polisi mkoa wa Dodoma likiongozwa na Kamanda wa Polisi mkoa wa Dodoma ndugu yetu George Katabazi kwa kuanzisha mashindano haya na kuyafanikisha. Polisi jamii, hongera sana na kupongeza sana. Na ninakupongeza kipekee kwa sababu umekuwa mstari wa mbele sana katika kufanya shughuli mbalimbali zinazohusiana na vijana na michezo na burudani za aina mbalimbali kwa mkoa wetu wa Dodoma. Kwangu mimi leo ni mara ya 4 kushiriki hamasa unazozitoa kwa njia ya michezo. Hongera sana. Wakati mwingi tumeona kila unapokuwa na matukio ya kitaifa, wewe unaanzisha michezo ya campaign kwa ajili ya kuendea matukio haya. Na leo tumeambiwa kuna campaign inasema uchaguzi salama inawezekana, sio? Ndio. Na ndio campaign hiyo kauli mbiu yetu, lakini lengo kubwa ni kuwaunganisha wanadodoma, Watanzania, vijana kwa pamoja, tuongee lugha moja tunapoelekea uchaguzi, kwa tunataka mkoa wa Dodoma ufanye uchaguzi wa amani na utulivu. Niwapongeze vijana wote ambao mmeenda kucheza michezo hii. Tangu kata ya kwanza nimeambiwa kata 14 zilishiriki na sisi kata 2 tumefika kwenye fainali. Lakini naomba mkumbuke katika kila mechi mliocheza kulikuwa na ujumbe na salamu zinazohusiana na ujumbe ambao umebebwa katika michezo hii. Mtazamaji wa Dodoma City TV, mpaka hapo tumefikia tamati kwa taarifa ya matukio ya wiki tuliyokuandalia kwa wiki hii. Kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa, ulikuwa nami Nancy Kivuyo. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mpaka wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwaheri kwa sasa.